Ayuha almuslimun, ndugu zangu waislamu, katika khutba ya Ijumaa ya leo tutazungumza kisa mojawapo wa visa vikubwa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja ndani ya Qur'ani tukufu. Na kila kisa kilichoko ndani ya Qur'an ni kisa ambacho kimebeba mazingatio mengi sana. Ni kisa ambacho kimebeba mafundisho makubwa sana. Na ni kisa ambacho kimekuja kwa malengo na madhumuni na makusudio maalum. Visa vya Qur'ani sio visa vya Muislamu kusikia au kusikiliza na kumalizika na kujua yale yaliyoelezwa, hikaya yaliyotokea, basi baada ya hapo mambo yamekwisha. Sio hayo malengo ya visa vya Qur'an. Na kadhalika visa vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Visa vyote vya Qur'ani vimekuja kwa ahdaf maaluma, vimekuja kwa aghrad maqsuda. Na aghrad maqsuda ya qasas Qur'aniya ni ibar wa mau'idha na tadhkira. Visa vya Qur'ani vote vimekuja kwa ajili ya ukumbusho, kwa ajili ya mazingatio kwetu sisi waislamu sote, kuanzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe mpaka umma wake wote, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Kisa hiki ndugu zangu waislamu ni kisa cha Nabiiullah Ayub alayhi salam. Ni mtume ambaye au ni nabii ambaye wengi wetu tumemsikia, lakini pengine hatujapata wasaa na makini wa kupata mazingatio na mauidha kuhusu kisa chake. Nabiiullah Ayub alayhi wa ala nabiyina salatu wasalam alikuwa mwanzo katika hali nzuri sana. Alikuwa katika hali ya utajiri mkubwa. Alikuwa na mali nyingi sana, kama wale matajiri wakubwa ambao tunawafahamu leo. Pengine yeye alikuwa zaidi ya hapo. Alikuwa ameneemeshwa na mali mbalimbali, mali ya mashamba, mali ya wanyama na mifugo, alikuwa nayo nyingi sana. Kadhalika alikuwa na familia kubwa, alikuwa na watoto wengi, alikuwa na watu wengi katika familia yake, na pia alikuwa katika siha na afya nzuri sana. Kwa hiyo alichanganya neema ya mali pamoja na neema ya watoto na ahli pamoja na neema ya siha na afya. Na hizi kama tunavyofahamu leo ni neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala lao atakuneemesha moja katika hizi tatu, basi wewe utakuwa ni mwanadamu ambaye umejaliwa kuwa mbali kuliko wanadamu wengine wengi. Seuze ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema hizi tatu zote. Na wako waislamu leo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hizi neema tatu zote. Amewapa neema ya mali, amewapa neema ya ahli, mke na watoto, na amewapa neema ya afya na siha. Allahumma lakal hamd. Nabiiullah Ayub akaishi katika hali hii, akiwa ananeemeka kwa neema hizi mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu baada ya muda ikapita amri yake na qadha yake subhanahu wa ta'ala ya kumuondolea neema hizi. Kwa hivyo hizi neema zikaanza kumuondokea moja baada ya nyingine. Ikaanza kuondoka neema ya mali yake yote moja baada ya moja. Ilifika wakati Nabii Ayub alayhi salam alitoka kuwa ni mtu aliyekuwa tajiri sana, aliyekuwa na mali nyingi, mpaka akafikia marhala ikawa hana kitu. Hana hata shilingi moja kwa pesa zetu za leo.
wao walikuwa na pesa zao wakati ule. Hana hata shilingi moja ya kumtafutia riziki, ana kitu. Mali yake yote iliondoka. Hapo hapo bado hajatoka katika msiba wa mali kuondoka, ukaja msiba mwingine wa familia yake. Watoto wake wote wakafa, watu wake wote wakafa, wakaondoka duniani. Hiyo ukawa ni msiba mwingine mkubwa zaidi. Aliyebaki pamoja naye akawa ni mke wake peke yake, ndiye alikuwa hai. Ukaja msiba wa tatu wa afya na siha. Afya yake ikaanza kudidimia, kaanza kuingiwa katika magonjwa na maradhi mbalimbali. Maradhi yale yakazidi mpaka akafikiwa na maradhi ya ngozi. Alikuwa dhaifu sana, alikuwa mnyonge sana, na akafika mpaka na maradhi ya ngozi. Ulama wanasema maradhi ya judham, ambayo ya mbalanga ya ngozi, ambayo hata watu wale waliokuwa marafiki ambao walikuwa saa zingine wanakuja kukaa naye na kumliwaza, pia kwa sababu ya maradhi yale ilibidi pia wamkimbie. Kwa hiyo ikafika wakati Nabiiullah Ayub alayhi salam ikawa hana mtu aliyebakia katika maisha yake yote akawa ni mke wake peke yake. Ndiye aliyesimama naye kwa ikhlas, ndiye aliyesimama naye kwa moyo wake wote. Akaanza kumuuguza mumewe, akasimama naye kwa subra kubwa sana, kwa ile dhiki yote na ile tabu yote ambayo anaipitia mume wake Ayub, na mke wake yuko naye vile vile. Hakuna chakula, hakuna watoto, hakuna mali, na mumewe yuko katika hali ngumu ya maradhi, lakini anajaribu kumuuguza kiasi anachoweza. Ilifika wakati mpaka mke wake ilibidi atoke nje kwenda kufanya kazi ili alete nyumbani riziki. Saa zingine anapata kazi, anapata kibarua, saa zingine apate kibarua, basi kile ulichojaliwa anakuja nacho mke wake, ndio riziki ya yeye na mume wake, na ambaye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, si mtu wa kawaida. Ni nabii wa Allah subhanahu jalla jalalu, ambaye anapokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu jalla jalalu. Wakaendelea katika muda huo wa dhiki na maradhi. Wanazuoni wanasema takriban miaka 18, muda mrefu sana. Lakini Nabiiullah Ayub hata siku moja hakuwahi kukata tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata siku moja hakurudi nyuma na kusema kwamba mimi naona kama ambaye Allah amenisahau, Allah amenitupa, Allah hanijali mimi nikiwa katika hali hii, na mimi ni nabii wake. Mimi ni nabii wake aliyenichagua katika viumbe. Akaendelea katika hali hiyo ngumu ya kusubiri, mpaka kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba dua pia. Aliona kwamba hapana, hii dua pia bado sio pahali pake. Haya alioniteremshia Allah subhanahu wa ta'ala, ameniteremshia kwa sababu anataka kuona kutoka kwangu ibada ya subra. Nitaweza kusubiri kiasi gani? Mpaka mambo yalipokuwa ni magumu zaidi, mpaka Mayahudi wakaanza kumchezea shere na kumfanyia inadi Ayub alayhi salam. Wakipita wanamwambia, wewe unadai kwamba ni mtume, wewe unadai kuwa ni nabii. Kuna nabii ambaye kweli yuko katika hali hii kwa miaka na miaka? Hii inaonekana kwamba haya yalikufika kwa sababu ya makosa yako na madhambi. Wewe umefanya madhambi mengi sana, ndio maana sasa Allah anakuadhibu. Nabiiullah Ayub alayhi salam, juu ya subra ya misiba alionayo, imebidi pia sasa aanze kusubiri juu ya maneno ya mabaya na maneno ya shere na istihzai ambayo anapewa na watu wake. Ikaendelea hivyo
mpaka akamlekea Mola wake subhanahu wa ta'ala, akamwambia baada ya miaka, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, ewe Mola wangu, inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Katika aya nyingine, inni massani ya shaytanu binusbin wa adhab. Hapo ndio sasa akaanza kumlekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua. Katika wakati ule walipokuwa katika hali ngumu na tabu na hali ya maradhi, kama tunavyojua wanadamu na kama tunavyojua zile ikhtilafu zinazotokea baina ya mume na mke, hakuna mume na mke ambao wanaishi moja kwa moja katika furaha kila siku. Inaweza kutokea siku moja kidogo hapa na pale wakakosana, na hii ilimtokea Nabiiullah Ayub alayhi salam. Katika hali yake ya maradhi na hali yake ngumu alikosana na mke wake. Ulama wa tafsiri wanatuambia sababu nyingi mbalimbali ambazo kwa hakika zikutajwa ndani ya Qur'an wala katika Sunna. Kwa hiyo haijulikani hasa ni sababu gani iliyotokea Nabiiullah Ayub kukosana na mke wake. Lakini iwe sababu itakayokuwa, Nabiiullah Ayub kwa sababu ya hasira aliyokuwa nayo kwa mke wake kwa lile kosa alifanya, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi akinipa shifa, nikipoa, basi nitakuchapa au nitakutandika fimbo 100 kwa haya makosa uliyofanya. Basi siku ile Nabiiullah Ayub alayhi salam alipoinua mikono kumuomba Mola wake subhanahu, akamwambia inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin, ewe Mola wangu, mimi nimefikwa na madhara, mimi nimefikwa na mambo mazito, na wewe ndiye mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Na aya nyingine katika surati Sad inasema inni masani ya shaytanu binusbin wa adhab, ya Rabbi, mimi shaitani ameniletea hii tabu na dhiki kubwa katika mwili wangu, katika afya yangu na katika mali yangu. Allah subhanahu wa ta'ala pale kuomba Nabiiullah Ayub dua hii, pale pale akaitikia, fastajabna lahu. Aya inasema hivyo, fastajabna lahu. Na harfu ya fa katika lugha ya Kiarabu inapokuja mara nyingi inaishiria kwamba jambo hilo lililotajwa baada ya fa limetokea papo kwa hapo bila ya kuchelewa, tofauti na harfu ya thumma. Tunaposikia harfu ya thumma katika lugha ya Kiarabu ikitumika, maana yake yale yaliyotajwa baada ya thumma yalikuja kwa kuchelewa. Lakini ikitumika herufi ya fa, yale yanayokuja baada ya fa yametokea hapo kwa hapo bila ya muda. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia fastajabna lahu, yeye aliomba na sisi tukamuitikia hapo hapo, tukamitikia dua yake aliyoomba kwamba yeye amefikwa na madhara. Kwa hiyo tukamuondolea yale madhara yake yote, tukamuondolea zile dhiki zake zote, tukamuondolea zile balaa zake zote, na mpaka watu wake waliokuwa wameondoka duniani pia tulimregeshea. Kauli za tafsiri za wanazuoni sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, kama vile mufassiri mkubwa katika sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema katika vitabu vya tafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwafufua wale watu wake waliokuwa wamekufa, na tena akaongezewa na jamaa na watu wengine na watoto wengine mfano wake. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, katika aya nyingine. Kwa hivyo tukaitikia dua yake, tukamuondolea matatizo na madhara na shida aliyokuwa nazo zote, na mpaka watu wake pia tukamletea, na tena tukamuongezea watu wake mfano wake mwingine. Katika surati Sad Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, baada yeye kumwambia Mola wake inni masani ya shaytanu binusbin wa adhab, Allah azza wa jalla akamlekeza katika njia ya kupata dawa na shifa. Akamwambia Nabiiullah Ayub, hapo mbele ya nyumba yako kuna kidimbwi cha maji, kuna ziwa la maji,
nenda katika maji hayo, kayapige maji hayo kwa mguu wako. Urkudh birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Haya maji ambayo tumekuletea, nenda kayapige kwa mguu wako, kaoge nayo, halafu kadhalika uyanywe. Hiyo ndio itakuwa ni tiba ya maradhi yako yote ulionayo. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Na pia vile vile tukamletea watu wake waliokuwa wameondoka, tukamletea na tukamuongezea mfano wa wale watu wake waliokuwa waondoka. Kama mathalan watoto, aliletewa watoto tena. Kwa kauli ya Ibn Abbas, walifufuliwa na wakaongezwa na watoto wengine mfano wake. Mithlahum ma'ahum. Yote hayo yalifanywa na Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan minna, kutokamana na rahma inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo yaliyofanywa yote, wa dhikra liulil albab, ili yapatikaniwe mazingatio kwa watu wote walio na akili. Kwa hiyo haya maneno yote tuliyotaja, ndani yake kuna mazingatio ambayo tutayaeleza insha Allah taala katika khutba ya pili ijayo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia na kutuambia sisi wa dhikra liulil albab, haya yote yaliyotajwa ni kwa sababu kwamba yana mazingatio makubwa sana kwa walio na akili. Mbele yake Allah azza wa jalla kadhalika akamwambia mtume wake, nabii wake Ayub alayhi salam, kuhusiana na ile ahadi au ile yamini au kile kiapo alichokitoa ya kwamba mke akipona, akipewa, akipata shifa. Na kwa lile kosa ambalo mke wake alilifanya, alikuwa amechukua kiapo ya kumchapa na kumpiga fimbo 100. Allah subhanahu wa ta'ala hilo pia hakuliacha, akampa mwongozo na maelekezo kuhusiana na hizo fimbo 100 za kuchapwa mke wake. Akamwambia Ayub alayhi salam, wa khudh biyadika dhikhsan fadhrib bihi wala tahnath. Wewe ulitoa kiapo la kumchapa mke wako fimbo 100, lakini badala ya kufanya hivyo, sasa fanya hivi: chukua furushi la fimbo 100 ambazo ni fimbo nyembamba au vitagaa vya manyasi, yafunge katika kifundo kimoja. Chukua fimbo 100 katika furushi moja. Chukua lile furushi moja la fimbo 100, kisha umchape na umpige nayo mke wako kwa mara moja. Itakuwa umempiga fimbo 100, na kwa hivyo itakuwa umetekeleza ile yamini ambayo ulikuwa umeitoa. Bila hivyo ingebidi utekeleze kafara ya yamini. Kwa hivyo ili usifike huko, Allah subhanahu wa ta'ala anamtolea njia nyingine rahisi ya kutekeleza yamini ambayo ameitoa. Akaambiwa wala tahnath. Sasa haya yote kadhalika yalitokea ni kutokamana na Ayub alayhi salam yeye mwenyewe, kwamba ana sifa mbili kubwa sana. Sifa ya kwanza, inna wajadnahu sabiran, hakika yetu sisi tulimpata na tulimkuta Ayub alayhi salam kwamba ni mja aliye na subra kubwa sana. Ni'mal abdu, aliyekuwa mja mwema na aliyekuwa mja mzuri. Innahu awwab,
Na sifa ya pili kadhalika ni kuwa mja huyu alikuwa ni mja mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awab ni sifa ya al-aub, na al-aub huwa al-inaba war-ruju' ila Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ndugu zangu Waislamu, kisa hiki ni kifupi kama tulivyokisikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haya ndio yalikuwa kwa mukhtasari maisha ya Nabii Allah Ayub kama yalivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Lakini pamoja na ufupi wa kisa hiki kuna mazingatio mengi sana makubwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikra liuli albab. Lakini mpaka uwe na akili ndio utaweza kuyajua yale mafundisho yaliyokusudiwa katika kisa hiki. Katika mafundisho mengi yaliyoko, fundisho la kwanza kabisa ni fundisho la kuwa Nabiiullah Ayub alayhi salam kwanza alikuwa na adabu kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika matamshi yake, katika lafdhi yake alikuwa na adabu kubwa, na adabu hii inatakiwa kuwa na kila Muislamu. Tuwe na adab ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi alfadhina, fi kalamina, fi kalimatina. Wakati tunatumia maneno yetu na lafdhi zetu, tuangalie lafdhi zetu ziwe na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Ayub alayhi salam alikuwa anafahamu vizuri sana kwamba mikasa hii iliyomfika mitatu ya mali na watoto, ya familia na ugonjwa au mwili, hii mikasa mitatu ni qadari na ni mambo ambayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni misiba ambayo Allah azza wa jalla alikuwa amempangia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Hii misiba ilikuwa tayari imekadiriwa na Allah azza wa jalla tangu enzi hizo, siku Allah azza wa jalla hata kabla hajaumba. Hii yote ilikuwa ipo tayari katika lauhul mahfudh, na alipitisha amri hii, na anayepitisha misiba hii ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri yake na kwa hikma yake na kwa elimu yake jalla jalaluhu. Lakini tizama adabu ya lafdhi na matamshi ya Ayub alayhi salam. Wakati anazungumza alisema rabbi wadhkur abdana Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Aya ya pili ilisema katika surati Sad, anni massani ash-shaytan binusbin wa adhab. Kwa hivyo alionyesha kama ambaye misiba hii na mikasa hii ilitokamana na shetani, wala haitoki kwako Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya adabu pamoja na Allah jalla jalaluhu. Kwa hivyo akainasibisha misiba hii kwa shetani, kwamba yeye ndiye sababu ya kumletea madhara haya na mikasa haya kama sababu. Lakini mwenye kuteremsha hizi aqdar tunajua sote katika aqida ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini taadduban ma'a Allah, ni kwa aqida inasema la yunsab ila Allah jalla jalaluhu ashar. Uweze kunasibisha shari kwa Allah azza wa jalla moja kwa moja. Na adabu hii walikuwa nayo waja wema wote, sio Nabiiullah Ayub alayhi salam peke yake. Al-Khadir alipokuwa katika safari yake pamoja na Musa alayhi salam alifanya mikasa mitatu. Alitoboa jahazi, alichinja mtoto akamuua, na alijenga ukuta. Kwa kutoboa jahazi alisema fa arada rabbuka. Kwa kutoboa jahazi, kwa kumchinja mtoto alisema fa aradna, tafsiri yake katika kuchinja mtoto. Lakini yale mengine yote akayanasibisha kwake, akayanasibisha kwa Allah subhanahu jalla jalaluhu. Yote haya ni taaduban ma'a Allah tabaraka wa taala. Somo la pili ayuha alikhwa, ambalo ni somo kubwa kwetu Waislamu sote, ni fadhila na umuhimu wa dua. Umuhimu wa dua kumomba Allah subhanahu jalla jalaluhu. Wakati Waislamu sisi tumefikwa na misiba, tumefikwa na madhara, na misiba na madhara na mikasa ni mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu mara kwa mara. Tunapewa mwongozo,
tunapewa ukumbusho. Leo nani Muislamu ambaye hayupo katika matatizo? Nani Muislamu ambaye anaishi free from stress, free from distress, free from catastrophes and calamities? Nani? Hakuna ambaye hana misiba. Huyu ikiwa hana tabu na familia yake, huyu ana shida na mali, huyu ana shida ya magonjwa, huyu ana shida hivi, huyu ana shida hivi. Lakini mwongozo mkubwa wa Qur'ani ni kwamba shida zote hizi zinaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba dua. Maana yeye peke yake subhanahu jalla jalalu ndiye aliye na uwezo wa kuondoa shida hizo. Haya mengine yote ambayo mwanadamu anadhani kwamba yanaondoa shida, hayaondoi, ni sababu peke yake. Kwa hiyo tuelewe tofauti ya sababu na tuelewe tofauti baina ya sababu na yule anayeondoa shida. Daktari ni sababu ya tiba, lakini daktari hawezi kukupa shifa. Elewa hilo vizuri sana. Hakuna daktari yoyote duniani, hata mmoja, wala hatotokea mpaka siku ya kiyama, yoyote ambaye ana uwezo wa kukupa wewe mwanadamu shifa. Hamna. Daktari anakutibu peke yake, ambayo tiba ile ya daktari inaweza ikapelekea kwenye shifa na inaweza isipeleke kwenye shifa, kwa sababu shifa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha maridhtu fahuwa yashfi. Kwa hiyo shida zetu zote kama Waislamu tunaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mwenye uwezo, tunatakiwa shida hizo tuzilipeleke kwake. Aya inasema, amman yujibul mudhtarra idha da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafaa fil ardh au khulafaa al-ardh a ilahun ma'a Allah. Nani ambaye anayeondoa shida? Nani ambaye anayeondoa tabu? Amman yujibul mudhtarra idha da'ah, nani anayeitikia dua ya yule mwenye dhiki na tabu wakati anapoomba? Nani? Wa yakshifu su'a, na anayeondoa bala, na anayeondoa tabu na shida kwa watu. Wa yaj'alukum khulafaa al-ardh, na wafanyeni nyinyi wanadamu kuwa ndio makhalifa katika ardhi hii. A ilahun ma'a Allah. Allah anauliza, je, hivi kuna Mungu mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala anayefanya kazi hizo? Jawabu, hamna. Na hii ni istifham inkari tawbihi. Sio kwa Allah azza wa jalla anauliza ili apate kujibiwa. Anauliza swali ambalo jawabu lake linajulikana, obvious kwa kila mtu. Kwa hiyo Waislamu walio na imani dhaifu wanapata somo kubwa sana hapa wote, na sote Waislamu kwa jumla tunajipatia somo kubwa la Nabiyullah Ayub alayhi salam, kwamba tabu zake na shida zake zote alizielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akamuitikia. Maana yeye subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuitikia dua, hakuna mwingine anayeitikia dua, ni yeye peke yake. Ndio maana akasema amman yujibul mudhtarra idha da'a. Na hiyo tunaiona wazi katika kisa hiki. Waislamu ambao wanateleza katika misiba, Waislamu wanafikwa na tabu na shida, wengi wanateleza. Baadhi yao wanateleza vibaya sana, wanakwenda na wanaingia mpaka katika milango ya shirki. Wanakwenda kwa waganga na wachawi kwenda kuangalia mimi nina nuksi gani, nani ambaye ameniletea uchawi, nani amenilifanyia uganga, badala ya kumtanguliza kwanza Allah subhanahu jalla jalalu. Maana lau ungemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala mbele, haya mengine yote hayatokusumbua. Mambo ya uganga yote yatapotea, mambo ya uchawi yote yatapotea, wala hutoshughulika nayo. Maana anayeondoa, aliyekuletea misiba hiyo kwa amri na kadari yake, ndiye peke yake aliye na uwezo wa kuyaondoa. Somo lingine ndugu zangu Waislamu, katika kisa hiki ambacho Allah ametuambia wa dhikra li ulil albab, tunaona pia kadhalika fadhila kubwa sana ya asabru inda albala. Subra, Muislamu kuwa na subra wakati wa balaa. Balaa zinatokea mbalimbali za aina tofauti tofauti,
za level na degree tofauti. Huyo ana balaa ya kiasi hiki na huyo ana balaa ya kiasi kile. Jambo ambalo Mtume ametupa mwongozo muhimu kulifahamu ni kwamba balaa na misiba inatokea, na tena inamtokea kila mtu. Tena tuelewe kwamba kila imani yako inapokuwa ina nguvu zaidi, kila imani yako inapoongezeka zaidi, na level na degree ya msiba na balaa inaongezwa, kwa sababu wewe unakuwa advance, wewe utakuwa umesongea mbele. Kwa hivyo ule mtihani utakaoletewa utakuwa mgumu zaidi kila imani kiongezeka. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametuambia kwenye hadithi, ashaddu nasi balaan al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Watu wanaopata balaa kubwa zaidi ni manabii, kwa sababu wao ndio walio na imani kubwa zaidi, wao ndio walio na ikhlas kubwa zaidi, wao ndio walio na uchaji Mungu mkubwa zaidi katika umma wowote ule. Hakuna katika umma mfuasi ambaye atashinda imani yake, imani ya nabii. Kwa hiyo wao ndio wanapewa balaa kubwa zaidi, manabii. Na ndio maana leo tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ule mtihani aliopitia. Hivi leo kuna mtu katika umma wake alikuwa anaweza kubeba mtihani ule? Alikuwa anaweza kusubiri vile alivyosubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini alisubiri, na alipata misukosuko, na alipata mitihani na misiba mizito, lakini alisubiri. Ashaddu nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kwa hiyo kila imani yako ikiwa juu, na mtihani unakuwa juu. Kila takwa yako ikiongezeka, na mtihani unaongezeka. Kwa hiyo kio mtihani ukiteremka wa Allah subhanahu, unatakiwa kufahamu njia ya kupitia ni njia ya subra, ambayo itakuletea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala daraja kubwa zaidi. Kwa haya ambayo tumeyataja, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال ربنا تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.